Wakubwa, waheshimiwa, shikamoo na wasalimia nyote. Salama msalimini ndugu zangu, rafiki zangu, wapenzi wa lugha ya Kiswahili, wapenzi wa fasihi na wasalimia pia, na nawakaribisha katika kipindi hiki ambacho tumerudia katika uwanja wa fasihi. Kama kawaida, kama nilivyowaambia siku za mwanzo, tulikuwa tunaeleza methali za Kiswahili kama kipengele kimoja katika fasihi, na hivi leo nimerudi katika uwanja wa fasihi. Nimerudi kueleza methali ya Kiswahili. Na kabla sijaeleza methali hiyo, niwakumbushe kwamba katika methali kuna mafunzo, kuna somo fulani, kuna ujumbe ambao naweza kumpatia mtu maadili mema katika jamii yake. Sio jamii ya Watanzania tu ama watu ambao wanasikiliza lugha ya Kiswahili ama wala ambao ni Waswahili tu. Hata na mtu mwingine yeyote ambaye anasikiliza ujumbe huo, kuna somo unaweza kumfunza maadili mema katika jamii. Yaani jamii yote ikisikiliza methali kazifuatilia, itafaidika kwa kiwango fulani. Kwa hivyo leo nimeamua kuwaelezea methali ambayo inasema baniani mubaya kiatu chake dawa. Baniani mubaya kiatu chake dawa. Tunaposema baniani mubaya kiatu chake dawa, ni methali pia ya Kiswahili, na methali hiyo inafafanuliwa kwa vipengele viwili ambavyo tulisema mwanzoni, ni kipengele cha fani na kipengele cha maudhui. Tuanzie kwenye kipengele cha fani. Kipengele cha fani tulisema kwamba ni maana ya maneno tu, bila kuingia katika ujumbe au masomo ambayo yanapatikana katika methali hiyo. Kwa hivyo tukisema baniani mubaya kiatu chake dawa, nianzie kwenye neno baniani. Baniani, neno hilo linamaanisha nini? Tunaposema baniani, baniani ni mtu. Ni mtu, sifikiri kitu kingine, ni mtu, ni aina ya mtu fulani. Baniani ni mtu angalau Muhindi, mtu ambaye anatoka katika nchi zile za Uhindi, tunasema ni Muhindi, tuseme Muhindi. Ni mtu Muhindi ambaye alikuwa anauza bidhaa zake hasa chini ya mti fulani. Alikuwa anauza bidhaa zake chini ya mti. Alikuwa anauza bidhaa zake hapo chini ya mti kwa kuwa alikuwa hana kikao fulani, hana mahali fulani pa kukaa ili aseme kwamba wateja wangu watanikuta hapa. Wateja walikuwa hawawezi kupata mahali mahususi ya kumpata huyo Muhindi. Huyo Muhindi alikuwa anauza bidhaa zake kwa mikono tu, kwa kuzuruazurua kama ambavyo mnaona pale mjini. Watu wauzaji wanauza bidhaa fulani wakizunguka katika mahali ya mji hapo. Kwa hivyo, na baniani ni mtu ambaye alikuwa anauza bidhaa zake, ikiwemo viatu na bidhaa nyingine. Kwa hivyo baniani, huyo mtu ambaye tunasema ni baniani, alikuwa anapenda kukaa hapo chini ya mti ili kupunga upepo ama kupata situation nzuri katika wakati wake wa kuuza hizo bidhaa. Kwa hivyo siku hizo, na mti huo walikuwa wanautania jina la mubaniani. Mti huo walikuwa wanauita mubaniani kwa sababu ya uzoefu wa huo baniani ambaye alikuwa anapenda kukaa chini yake. Na unasikia kwamba methali nasema baniani mubaya kiatu chake dawa. Kwa hivyo wanasema baniani mubaya, huyo mtu, huyo muuzaji ni mubaya, lakini ana kiatu kama bidhaa yake. Kiatu chake kikawa dawa kwa mtu ambaye ananunua ama kwa mteja wake. Kwa hivyo anaposema baniani mbaya kiatu chake dawa, ni kusema kwamba muuzaji ni mubaya, lakini anavyouza ni vizuri. Muuzaji ni mubaya, lakini anavyouza ni vizuri. Hapo ni kwenye kipengele cha fani. Niingie katika maudhui kama funzo ama ujumbe ambao unapatikana katika hiyo methali. Tunaposema baniani mbaya kiatu chake dawa, ina maana kwamba kuna mtu fulani ambaye unamuona ni mbaya, kuna mtu mbaya, lakini kazi zake zinaweza kukusaidia. Hata yeye katika maadili yake, katika tabia zake ni mbaya, hawezi kukusaidia lakini bidhaa zake zinaweza kukufaa.
Ni kama kusema kwamba kitu kinaweza kuwa kibaya lakini ukafaidika kupitia kitu hicho. Kwa huo mfano, muuzaji ni mbaya lakini umefaidika kupitia bidhaa zake. Na ukitaka mfano ambao unapatikana kwa urahisi, ukienda pale mjini utawaona wauzaji, watu ambao wanazurura wakiuza bidhaa fulani pale mjini. Wale watu unaweza kuona kama ni watu duni. Unaweza kuona ni watu duni ambao huwezi kuongea nao, ukaona ni watu ambao cheo chao ni cha chini sana. Lakini ukathamani kununua bidhaa zao kwa sababu wewe bidhaa zao ni nzuri. Ingawa wao ni wabaya lakini bidhaa zao ni nzuri kwako. Zinakusaidia. Unanunua kiatu chao ukakivaa, ukaenda ukapendeza. Na ndio maana wanasema baniani mubaya kiatu chake dawa. Maana kwamba mtu ni mubaya lakini vyake si vibaya. Mtu anaweza kuwa mubaya lakini vyake mali zake zikawa nzuri ukazihitaji. Kwa hivyo wanakuonya, wanakupatia somo kwamba usimdharau mtu ukiona kwamba hutamhitaji tena, ukiona kwamba hakuna kitu ambacho anaweza kukusaidia. Hapana, mheshimu kila mtu kwa sababu hata kama ni mubaya kuna wakati ambapo utamhitaji ama utahitaji mali zake zikusaidie. Na ukirejelea hiyo mifano ambayo nimetoa mwanzoni, kuna watu ambao wanauza na ukaona kwamba ni wabaya lakini ukinunua bidhaa zao zikakusaidia sana. Kwa hivyo tunaposema baniani mubaya kiatu chake dawa, ni kumaanisha kwamba mtu ni mubaya lakini vyake vinakusaidia, vyako unaweza kuvihitaji. Muuzaji anaweza kuwa anauza vitu vibaya lakini muuzaji anaweza kuwa anauza vitu lakini huyo muuzaji ni mubaya, hata kimatendo, hata kisura akawa mubaya, lakini bidhaa zake sio mbaya. Bidhaa zako unazihitaji, zinakusaidia. Ndio maana wanasema kiatu chao ni dawa kwako. Dawa mnajua ni kitu ambacho kinatumika katika matibabu ya kila siku. Mtu anapougua anatumia dawa ili aweze kupona. Na kwa hivyo mtu vyake ni yeye ni mubaya lakini vyake ni vizuri, vinaweza kusaidia. Ukiwa na nyongeza unaruhusiwa kutoa nyongeza. Comment zenu zinahitajika, maonyo yenu yanahitajika juu ya hii kazi ya kisanaa ambazo najaribu kueleza mara nyingi. Usipofanya subscribe, usipobonyeza subscribe, kusikiliza methali nyingine ama kazi nyingine vitakuwa vigumu kwako. Nashukuru sana kwa kunitega masikio. Niwakaribisha katika muda utakaofuata tukieleza mambo mengine, lakini usisahau kubonyeza subscribe kwa Tunza Silaha. Ukiingia katika YouTube ukaandika Tunza Silaha utaona kazi nyingi sana. Shirikisha rafiki yako, wanafunzi wa chuo kikuu, hata wale wa shule za upili, washirikisha kabisa na maraia wengine ambao wanapenda lugha ya Kiswahili, washirikisha. Usisahau, nakupenda.